ni nusu fainali katika kuwania kombe la Muungano. Kama tunavyofahamu, hii leo wananchi Young Africans wanashuka dimbani majira ya saa 1:15 usiku pale Pemba, ambapo wanakwenda kukiwasha moja kwa moja na Zima Moto. Huu ni mchezo ambao unatarajiwa kuwa ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri zaidi, hasa pale timu ambazo zinatoka Zanzibar zinazidi kujiboresha zaidi katika kushindania kombe hili. Na kwa uzoefu wa mwalimu kwa upande wa klabu ya Young Africans, kikosi hiki kina uwezekano mkubwa wa kuanza katika mchezo huu kwa ajili ya kufuzu hatua ya fainali, kwa maana lolote linaweza likatokea katika mchezo huu. Sasa hiki ni kikosi ambacho kwa uzoefu wa mwalimu kinaweza kikaanza. Hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, na kama haujawahi kusubscribe, kulike na kushare, fanya kusubscribe, kushare, kulike, bila kusahau kuandika maoni yako katika eneo la comment ili tuweze kwenda pamoja siku zote. Mimi ni Ibrahim Mohamed. Tuende kuangalia kikosi kwa upande wa klabu ya Young Dar es Salaam Africans kwa kile ambacho wanakwenda kukionyesha hii leo kwenye mchezo wao dhidi ya Zima Moto. Kwa upande wa goalkeeper anatarajiwa kuwa Komeni Abubakar. Kwa upande wa Komeni Abubakar tunajua kwa siku za hivi karibuni, bali ambapo amekuwa akipata nafasi, amekuwa akionyesha ubora wake katika kutafuta ushindi kwenye mashindano. Wakati huo upande wa beki pembeni kulia anatarajiwa kuwepo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Patrick Mwenda tunafahamu namna gani ambavyo amekuwa akicheza mara zote pale ambapo amekuwa akipata nafasi, amekuwa akionyesha ubora wake na kuonyesha kuwa yeye ni mchezaji ambaye anahitaji nini ili kupata ushindi. Lakini pia eneo la beki pembeni kushoto yupo Nixon Kibabage. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu pia yeye ni mchezaji wa aina gani, anapopata nafasi huwa anaitumia kiupasavyo ili kuonyesha ubora wake. Kwa upande wa beki wakati yupo Bakari Nondo Mwamnyeto. Tunafahamu Mwamnyeto ni nahodha ndani ya kikosi cha Young Africans, pia ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuwini mipira aina yoyote ile ya juu pamoja na ya chini. Kwa namna hiyo mwalimu anatamani kuona namna hiyo katika mchezo huo. Lakini pia Ibrahim Baka anatarajiwa kusimama kwenye eneo hilo. Tunafahamu kwenye mchezo uliopita alianzia bench, ila kwa leo mwalimu ana uwezekano wa kumpa nafasi ili aweze kuonyesha kile ambacho alichonacho ndani ya timu. Nikitazama kwenye eneo la viungo moja kwa moja anatarajiwa kusimama Mudathir Yahya. Kwa upande wa Mudathir Yahya tunafahamu ubora wake, utulivu wake, lakini pia tunafahamu nini ambacho amekuwa akikifanya pale ambapo amekuwa akipata nafasi katika mchezo wowote ule uwanjani. Lakini pia Max Nzengeli anatarajiwa kusimama pale ambapo atakuwa akisaidizana na Mudathir Yahya kwa kile ambacho mwalimu atakuwa akikihitaji kwa wakati huo. Dennis Nkane anatarajiwa kusimama winga wa pembeni kulia. Kwa upande wa Dennis Nkane amekuwa akionyesha kuwa ni kipi hasa ameongeza na alichonacho sasa. Dennis Nkane ameanza kukionyesha taratibu. Lakini pia Faridi Musa anatarajiwa kuwa winga wa pembeni kushoto. Kwa upande wa Faridi Musa tunafahamu nini ambacho amekuwa akikionyesha kwa upande wake katika timu ya Young Africans. Nikitazama kwa upande wa washambuliaji moja kwa moja wanatarajiwa kuwa Jonathan Ekangalombo.